Amina, habari yako? Ndio. Pole na msiba. Asante sana. Asante sana. Askofu, kama msemaji wa familia, ndio. Tunapenda kujua kwamba huu msiba umeupokeaje na umekuwa ni pigo kiasi gani hasa? Tumeupokea kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu hakuna aliyekuwa na matarajio ya kwamba by this time angekuwa amelala katika Bwana. Kulala katika Bwana ni kuzuri, kuna ushuhuda, lakini hatukuwa tumeexpect kwamba by this time angekuwa amelala katika Bwana. Tulikuwa tunatarajia kwamba tuendelee kwa naye kwa muda mrefu zaidi, lakini ilimpendeza Mungu kwamba juzi saa 3 usiku, majira saa 3 hivi, aweze kulala katika Bwana akiwa njiani anaelekea Muhimbili ili kwa matibabu. Kwa hiyo tumepokea kwa huzuni, kwa mshtuko mkubwa, lakini tunafarijiwa na neno la Mungu, kwa sababu linasema tumshukuru Mungu kwa mambo yote. Kwa hiyo tunasema basi tunakubaliana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni mema zaidi. Yako Mungu mambo anayoyaona ambayo sisi hatuyaoni, na yako mambo ambayo Mungu anayajua mbele ya maisha yetu ambayo sisi hatuyajui. Lakini imani yetu kubwa ni kwamba alitimiza kusudi la Mungu kwa wakati wake, na sasa imempendeza baada ya kumaliza kazi ya Bwana apumzike, achane na tabu za dunia, apumzike pamoja na Bwana. Kwa hiyo tumeupokea kwa mshtuko, lakini kwa amani, na tuna amani ya kutosha ya Kristo Yesu. Yeah. Sio ugonjwa uliosababisha. Mimi hapa katika mtazamo wangu, katika falsafa yangu, baada ya kufanya analysis kidogo kwenye maandiko matakatifu, nasema tu aina ya gari iliyomchukua ni ugonjwa wa figo. Ilionekana kuna dalili ya figo, basi ndio hiyo ikaonekana kama ndio carrier, kamchukua na malaika wa Bwana wakamchukua kupitia muonekano wa figo, kwa sababu Biblia imejaa. Maana tukisema hii ndio sababu, haiwi ndio sababu, isipokuwa ni kama carrier. Watu wa Mungu wengi wamechukuliwa na kwa njia mbalimbali. Wako mitume wamepigwa, wameuawa, wameteswa, watu wengine wamekwenda kwa ajali, wengine akina wenye upako maradufu akina Elisha wameugua homa. Maandiko yanasema walipokuja ugonjwa uliomuua Elisha akafa. Kwa hiyo hayo ni kama carrier, lakini haina maana kwamba kuna udhaifu wote. Kwa hiyo yeye amepitia ugonjwa wa figo. Ilionekana figo zina tatizo kidogo, lakini wakati wanazicontrol na jioni yake wametuambia ziko vizuri, na hata miguu alikuwa na vimba, lakini sasa uvimbe ukao umepungua na ukazidi kupungua. Na mimi nilipokuja kumuona mchana huo alikuwa viko vizuri na anaendelea vizuri, na daktari alipokuja akasema yes, he's improving very well. Lakini jioni hali yake kaonekana inabadilika, tukaona mpeleka Muhimbili. Sasa mimi nafika pale na wenzangu wametangulia nusu saa. Daktari alipokuja kumwangalia akathibitisha kwamba huyu ameshamaliza safari yake, na sisi tunaamini kwamba basi ilimpendeza Mungu kupitia hiyo dalili au indicator ya figo aweze kutwaliwa na Bwana. Ndio. Asante sana. Ratiba ya kesho tunategemea mwili utatoka Muhimbili saa 4, saa 5 utakuwa hapa. Na hapa patakuwa na chakula kati ya saa 4 na saa 5 wakati mwili unatoka Muhimbili. Alafu saa 5 kamili mwili utakuwa unatolewa hapa mtumishi Dr. Samson Kameta kwenda TG Mbagala Kizuiani, ambako ndio ibada ya kuaga mwili wake itafanyika, ambayo itaanza saa 6 kamili hadi saa 8:30. Na tunatarajia watu wote na tunawalika watu wote kufika pale, kwa sababu kama unavyoona hapa ni mahali padogo. Saizi bado kama saa 1:30 ibada ianze kufanyika, lakini pameshajaa. Kwa kesho patakuwa na watu wengi sana kutoka madhehebu mbalimbali, makanisa mbalimbali, na ndugu zetu wengine wako mikoani, wako njiani wanakuja. Kwa hiyo kwa namna yote hakuna hapa mazingira mazuri ya kutosha, na pia kwa heshima yake na kwa utumishi aliyofanya nimeonekana ni vizuri tukimwagia pale TG Kizuiani, kanisa linaloongozwa na makamu askofu mkuu mpendwa wetu Dr. Magnus Muhiche, ambako
ametupa fursa ya kutumia kanisa analoliongoza kumwaga, na mali ambapo anatosha. Kuna uhakika wa watu wote kukaa vizuri kwenye kivuli, kuna uhakika wa parking. Tumekutana majimbo 6 zaidi ya mara 2 pale, na wote tulitoshelezeka vizuri tu. Kwa hiyo tunawalika watu wote kuja pale. Aidha, nitumie fursa hii kuwashukuru pia watu wote ambao wameitikia kwenye msiba vizuri, kwa hali na mali, kwa michango yao, kwa sala zao, kwa maombi yao. Wengine wamejitolea kupika, na wengine wanafanya kazi ya kuweka matenti, kwa michango yao ya hali na mali. Nawashukuruni sana, na zaidi kwa maombi ya faraja na kwa maneno mazuri, yani kwa hali zote ambazo wamekuwa faraja kwetu. Kwa niaba ya familia ya Samson Enos Kameta, na washukuruni sana, na Mungu awabariki sana. Na mwili utapumzika wapi? Okay, baada ya kutoka kwenye ibada ya kuaga mwili pale TG Kizuiani, tutakuja hapa Buza, mahali wanapo kwenye makaburi yanaitwa Buza kwa Mama Kibonge. Buza kwa Mama Kibonge. Kuna makaburi pale yako vizuri, na sasa hivi ndio nimetoka kuangalia, ni kaburi la kujengea, linaendelea kufanywa kazi vizuri. Leo linajengwa, by kesho litakuwa liko tayari. Kwa hiyo tukitoka pale tunawalika watu wote kuja kumalizia safari ya kusindikiza huo mwili hapo. Ndio. Otherwise nawapongeza pia ACE TV. ACE TV kwa kazi yenu nzuri, nazidi kupanda na mmekuwa sharp kuona matukio yako wapi na kuwajuza watu nini kinaendelea. Mungu awabariki sana, na nawakaribisheni watu wote kujiunga na ACE TV kwa matukio mbalimbali. Mungu awabariki sana. Ni kunisaidia kwenye, yani ni askofu leo kwa sababu ya msaada wake yeye. Watu wanataka kujua kwamba ratiba zikoje. Mazishi yatafanyika kesho Alhamis tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Ibada ya kuaga mwili itafanyika pale kanisa la Tanzania Assemblies of God Mbagala Mission Center, kanisa la makamu wetu askofu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God. Mwili utafika nyumbani kwa marehemu saa 4, na chakula pia kitapatikana pale nyumbani kwenye msiba, lakini ratiba pale kanisani zitaanza saa 6 mpaka saa 8:30. Tutakuwa tunatoka Asante sana ndugu mtangazaji, asante sana. Msiba wa Askofu Kameta, kwa kweli kipekee ni msiba mzito, ukizingatia kwamba amekuwa ni makamu askofu wa jimbo la Mashariki Kusini kwa kipindi cha miaka 8 sasa. Imekuwa ni makamu askofu na imekuwa ghafla. Tungesema alikuwa na uguzo wa muda mrefu, yuko hospitali, lakini imekuwa ni ghafla, alipata shambulio la ghafla. Kwa hiyo ni msiba mzito na mshtuko umekuwa ni mkubwa sana. Kama askofu wa jimbo na umefanya naye miaka 8, ni kitu gani ambacho kikubwa ambacho unaweza kumzungumzia Askofu Kameta ambacho unapokaa? Ni baba kwangu na mimi nilikuwa ni mdogo kwake. Kwa hiyo yale mashauri, uzoefu aliokuwa nao katika kumtumikia Mungu umekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wakati wote ambapo amekuwa ni makamu. Ule uzoefu aliokuwa nao, mashauri yake, maelekezo yake yametufanikisha kwenye mambo mengi sana. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa muhimu sana kwenye ofisi, na ninamkumbuka kwa hilo ya kwamba ametusaidia kufika pale tulipofika. Mna pengo kiasi gani kama jimbo la? Kwa kweli pengo ni kubwa, pengo ni kubwa sana.
Mimi niseme tu bado Mungu ana amani ipitayo akili zote, na pia ni Mungu wa faraja. Huwa anatufariji tupate kuwa faraja kwa wengine. Niombe wote ambao mmeumizwa na msiba huu, mmepata huzuni kubwa, amani ya Mungu iwahifadhi na faraja ya Mungu pia iwahifadhi. Yeye anafariji kwa ndani. Sisi wanadamu tunaweza tukafariji kwa nje, lakini huwa hatugusi kule ndani. Kule ndani Mungu huwa anapafikia. Kwa hiyo mimi niseme faraja yake waguse ndani yenu, amani yake Mungu ipitayo akili zote pia iwahifadhi kwa wakati huu kwa huzuni kubwa na kwa msiba huu mzito ambao umetupata. Ndio. Kwa Tanzania Assemblies of God pigo ni kubwa, kwa sababu huyu ni mzee ambaye anatoka kwa waasisi wa imani wa kanisa hili kule Mbeya, kwa mzee Kameta. Kwa hiyo wako kwenye utumishi wa dini hii tangu ujana wao hata sasa, na amekuwa ni mtu anayetumainiwa katika mambo ya imani na katika utumishi. Kwa hiyo ni pigo kubwa kwa kanisa na kwa sisi ambao tulikuwa tukifanya naye kwenye jimbo la Mashariki Kusini. Asante.